الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Ikiwa tunaendelea na kitabu chetu Al-Lumma'u fi usuli al-fiqhi, leo tupo katika mlango unaosema babu al-qawli fi al-akhbari, mlango katika kuelezea habari. Anasema shekhe, bayanu al-khabari wa ithbati sighatuhu, kubainisha habari na kuthibitisha matamko yake. Wal khabaru, tunapoelezea habari, huwa alladhi, ni ile habari ambayo la yakhlu min an yakuna sadiqan au kadhiba, haiepuki kutokana na kuwa ni ya ukweli au ya uongo. Katika ilmu ya vitabu vya balagha tumeeleza al-khabaru wa insha, kwamba habari na taarifa, kuna taarifa na kuna habari, na wakaelezea habari ni nini na insha ni nini, kwa maana ya taarifa ni nini. Sasa somo hili hapa katika kitabu chetu cha usul inatuashiria masomo yaliyoko katika balagha, kwamba wal khabaru, na habari, huwa alladhi, ile ambayo la yakhlu min an yakuna sadiqan au kadhiba, haiepukani kuwa ni ya ukweli au ya uongo, kwa sababu inaweza kuwa ni habari ni ya ukweli kwa mtoaji wake au ikawa ni ya uongo kana yule anayoitoa habari ile. Walahu sighatun, na hii habari inayo tamko lake maalum, mawdhu'atun, lilowekwa, fi lugha, katika lugha, tadullu alayhi, ambayo inajulisha tamko hilo, inajulisha juu yake kwamba hii ni habari. Wa huwa qawluhu, nao kauli yake atupa mfano kusema Zaidun qa'im, mfano useme Zaidi amesimama, wa Amrun qa'im, Amri amekaa, qa'id amekaa, wa ma ashbaha, na yanayofanana na hayo. Waqalat al-Ash'ariyya, mashaira wanasema kuhusiana na hiyo habari kwamba la sighata lahu, aina sigha maalum, yani tamko maalum, aina utamkaji maalum. Sheikh anasema wadalilu ala fasadi dhalika, na dalili juu ya kuharibika hoja ya hao waliotoa kwamba haina tamko maalum, ambao ni mashaira, anna ahla lugha, ni kwamba watu wa lugha, ni watu wa balagha, watu wa nahwu, watu wa fani hizo mbalimbali za lugha, qasamu al-kalama, wameagawa maneno, arba'ata aqsami, katika vigawanyiko vinne. Maneno haya wameagawa katika maeneo manne.
Faqalu, wakasema katika mgawanyiko wa maneno yao hayo waliyagawa manne, sehemu nne, kwamba kuna mgawanyiko wa kwanza amru, kuna amri. Mgawanyiko wa kwanza ni mgawanyiko wa amri, na ukirudi hasa katika vitabu vya balagha utaona aina za amri ziko nyingi sana. Wanahyun, kuna katazo, na ukirudi pia katika fani ya vitabu vya ilmu balagha utakuta makatazo pia yapo katika sura nyingi. Wa khabarun, na kuna habari, lakini sura ya habari pia ziko aina nyingi. Wa istikhbarun, na kutaka kujua habari, yani istifham, pia kuna sura nyingi. Sheikh anasema kwa kutolea mfano tu kwa kuashiria, asema fal amru, basi kuhusiana na amri, qauluka ni kauli yako kusema if'al, fanya, hii ni amri. Lakini ukija kule katika vitabu vya balagha utaziona hizi amri zinavyonyambulika, ili usije ukakufuru, na hii hatari, lazima mtu usome fani mbalimbali ipate kuelewa. Wanahyu, katazo pia zimekuja katika sura mbalimbali. Sio kila katazo ni katazo, basi kuna namna zake. Kauluka, mfano kauli yako, la taf'al, usifanye. Wal khabaru, na khabari, kauluka zaidun fi dar, kama kauli yako kusema zaidi yupo ndani ya nyumba. Wal istikhbaru, kama kutaka kujua habari, kauluka, kauli yako kusema azaidun fi dar, je, zaidi yuko ndani ya nyumba. Fadalla ala ma qulnahu, hayo maelezo yamejulisha juu ya hoja tulizosema na kuvunja hoja za wale waliosema kwamba habari haina tamko maalum. Babu alqawli fi alkhabari almutawatir, mlango unaoelezea kuhusiana na habari ambayo ni mutawatir. Mutawatir ni msamiati huu wa mustalah alhadith, ambao ni idadi ya kundi la watu wengi ambayo haiwezekani kula njama kwa kusema uongo katika jambo wamelolielezea, na maelezo yake yatakuja. Sheikh anasema i'lam, tambua, anna alkhabara, ya kwamba habari darbani, ziko aina mbili, yani sampuli mbili. Kuna habari inakuwa ni mutawatir. Mutawatir ndio tumesema ni idadi ya watu wengi ambao ni vigumu kula njama kusema uongo. Wa ahadi, na ahadi ni iliyo chini ya idadi ya watu wengi, kwamba mmoja, wawili, ikizidi sana watatu, ndio inaitwa ahad. Fa amma al-ahadu, ama tutapoelezea somo la habari ambayo ni ahad, habari iliyopokelewa na watu wachache, mtu mmoja, wawili, mpaka watatu. Falahu babun, ina mlango wake maalum kabisa. Yaati alkalamu fihi, maneno yatakuja ndani yake, kutazungumzwa maneno hapo juu ya mlango wa ahad, insha Allahu azza wa jalla, pale atapotaka Mwenyezi Mungu mwenye nguvu zilizodhihiri na kuenea katika kila kona. Shekhe anasema wa amma mutawatir, tunazungumzia mutawatir, ama tunapozungumzia ambayo ni habari ambayo imekuja kwa tawatur, kwa mtiririko wa idadi ya wengi, asema fahuwa kullu khabarin, nayo ni kila habari, ulima, amefahamika, mukhbiruhu,
mtoaji habari wake, daruratan, katika hali ya lazima ile, kwamba huyu ndio aliyotoa habari. Wadhalika, na hilo dharbani lipo katika sura mbili. Kuna tawaturu inakuwa min tariqi lafdhi. Sheikh anasema kuna tawatur kwa njia ya tamko. Akatolea mfano kal akhbari, kama vile habari almuttafiqati, iliyowafikiwa, anil quruni almadhiya, kuhusiana na karne zilizopita, wal biladi naiya, na miji ya mbali. Wa tawatur, na kuna tawatur min tariqi almaana, kwa njia ya maana. Kal akhbari almukhtalifa, kama habari zilizokuja kwa njia tofauti tofauti, an sakhai Hatim, zikielezea ukarimu, utoaji wa bwana mmoja anaitwa Hatim at-Tai, wa shajaati Ali ibn Abi Talib, na ushujaa, ukakamavu, uhodari wa Sayyidina Ali radhiallahu anhu, wama ashbaha dhalika, na mfanana na hayo. Kwa anasema wayaqau ilmu, na inafidisha elimu, unaweza kusema hivyo, au inatokea elimu, bikila darbaini, kwa zote aina mbili zote tulizosema hapo, iwe ni kwa njia lafdh au iwe kwa njia ya maana. Kiwa lafdhun, kwa njia ya maana, zote. Waqalati albarahima, kundi katika makundi yaliyohindia huko yaliokuwa yamepotea, firqa ambazo ni dhalla, asema la yaqul ilm, haifidishi ilmu bishai'in, kwa chochote, min al-akhbari, katika habari. Sheikh anasema wa hadha jahlun, na ni ujinga kabisa. Fa inna najidu anfusana, kwani sisi tunazipata na kuzikuta nafsi zetu wenyewe, alima, ni zenye kujua na kutambua, bima, kwa yale ambayo yuaddi ilaiha alkhabaru, kupelekea kwayo habari, almutawatiru, ambayo ilikuja kwa idadi ya watu wengi, min akhbari Makkah wa Khurasan, tuna habari za Makkah na Khurasan, wa ghairihima, sizo kwa hizo. Kama najiduha alima, kama tunavyozipata nafsi zetu nize kujua, bima yuaddi ilayhi alhawasu, yale ambayo hupelekea na kutambua kupitia hawasi, unajua. Fakama la yajuzu inkaru alilmi, kama vile haijuzu kuikataa ilmu, alwaqi, halisi, iliyotokea, iliyofidishwa bilhawasi, na hawasi. Tukisema hawasi ni zile hisia tano, lam yajuz inkaru, haijuzu na haifai kukanusha alilmi, elimu, alwaqi bil akhbari, iliyotokea kupitia habari. Faslun, wanuzi. Wal ilmu alladhi, na elimu ambayo yaqau bihi daruriyun, inayotokea kwa ulazima, utambuzi. Waqala al-Balkhi min al-Mu'tazila, al-ilmu al-waqi bihi iktisab, tokea kwa kuchuma. Tulisoma kule daruriyun na iktisab, somo la nyuma kabisa. Wa huwa qawlu Abi Bakr ad-Daqqaqi, ndio kauli Abu Bakr ad-Daqqaqi. Wa hadha khata, na hili ni kosa. Liannahu, kwa vile la yumkinu nafyu, haiwezekani kukanusha, ma yaqau bihi,
yale yote ambayo yaliyotokea kwayo min al-ilm, kutokana na ilmu na utambuzi wa nafsihi, wa nafsi yake mwenyewe, bishaki wa shubha, kwa shaka na shubha. Fakana daruriyan, imekuwa ni ilmu ya dharura, kala ilmu alwaqi, kama ilmu ya iliyotokea ni alhawasi, kutokana na hisia. Faslu. Wala yaqau ilmu daruriyu bitawaturi illa bithalathi sharait, haiwezi kutokea ilmu daruriyu kwa njia ya tawatur ila kwa sharti tatu. Ihdaha, mojawapo, an yakuna almukhbiruna adadan la yasihu minhum tawatu'u ala alkadhib, iwe mojawapo katika hizo njia ya sharti tatu, wawe watoaji habari wale ni idadi ya wengi ambao haisihi kutokana na wao kula njama ya uongo. Wa an yastawi tarfahu, na zile ncha zake zilingane, ya chini na ya juu. Wa wasatuhu, na katikati yake. Fayurwi hadha al-adad, isimliwe idadi hii au ipokelewe, an mithlihi, kwa kundi mfano wake. Ila an yattasila, paka pale kwenda kuungana, yani iungane ile cheni, bil mukhbari anhu, kupitia kile kinachotolewa habari kwacho. Wa an yakuna al-khabaru, na iwe habari fil asli, iwe katika msingi wenyewe, an mushahada, kuona, au samai, kusikia. Fa amma idha kana an nadhari wa ijtihad, ikiwa ni masuala tu ya an-nadhar, kufanya tafiti na ijtihada, mithlu, mfano, an yajtahida al-ulamau, wajitahidi wanazuoni, fayuaddihim al-ijtihadu ila shay, kuwapelekee ile ijtihadi katika kitu fulani. Lam yaqa al-ilmu daruri bidhalika, haikutokea ilmu daruri katika sura kama hiyo. Wa min ashabina, miongoni mwa jamaa zetu, man i'tabara, wapo waliozingatia, an yakuna al-adadu muslimin, iwe ni idadi ya Waislamu katika hiyo tawatur. Wa min an-nasi man qala, miongoni mwa watu wapo waliosema, la yajuzu an yakuna al-adad aqalla min 12, haijuzu kuwa chini ya watu 12. Wa minhum man qala aqalluhu 70, wapo waliosema uchache wake ni watu 70. Wa minhum man qala, wapo miongoni mwao waliosema 300, 300 wa akthar, na zaidi. Wa hadha kulluhu khata, na kwa kweli haya yote maelezo ni makosa tu. Lianna wuqu'a al-ilmi bihi la yukhtassu bi shay'in mimma dhakaruhu, kwa sababu kutokea ilmu kwa habari hiyo inayotolewa haihusishwi na chochote katika wale wataja. Fasaqata itibaru dhalika kulli, imedondoka mazingatio hayo yote katika idadi hizo alizosema. Babu alqawli fi akhbari al-ahad, mlango katika kuelezea habari ya ahadi, kama Sheikh alivyosema mlango wake utakuja, na ambao ndio huu. Wa'lam, Sheikh anasema tambua, na hapa tunaashiria mustalah al-hadith kwa mbali, anna khabara al-wahid, ya kwamba habari, tunapoelezea khabar wahid, ndio anaelezea anna khabar al-wahid man hatta an haddi tawatur, ni ile iliyoshuka chini ikatoka katika daraja ya tawatur, wa huwa darban. Hapo sasa kuna sura mbili hiyo ahadi yenye, kuna musnadun wa mursalun. Musnad hapa sasa ni tofauti kule kwenye balagha, kwenye masuala ya masomo ya mantiki. Musnadun wa mursalun tutaona kwa hapo inagawanyika katika sehemu mbili. Ukisema hadithi ahadi, basi kuna sampuli mbili, kuna musnadun, kuna ahadi ambayo inakuja katika musnad, na kuna ahadi ambayo inakuja katika mursal. Fa ama mursalu falahu babun, tukielezea mursal sasa, ahadi ambayo upande wa mursal inayo mlango maalum, yajiu insha Allah,
utakuja huko njiani, unakuja huo mlango inshallah. Wa ama almusnad, sasa tunapoelezea musnad ndio ambao tumebaki nayo hapa, fadarbani, na yenyewe sasa ipo katika sampuli mbili na ni muhimu zote zifahamike. Ahaduhuma, moja katika hizo mbili, ipo almusnad ambayo yujibu ilma, inawajibisha elimu kabisa, kwamba habari yake ni ya kukata utambuzi wa jumla. Wa huwa ala aujuhin, na sura kama hiyo ipo katika aina mbalimbali. Minha, miongoni mwake, khabarullah, tulisema habari ya Mwenyezi Mungu, na tuliashiria kwamba katika vitabu vilivyopita huko nyuma vya usuli kwamba habari sawa inaweza kubeba ukweli ama uongo, lakini habari inapotoka kwa Mungu yenyewe ni ukweli tu moja kwa moja. Habari inapotoka kwa mtume ni ya ukweli moja kwa moja. Kirudi katika vitabu vya nyuma vya usuli tulivisoma, basi tulieleza kitu kama hicho. Khabarullah azza wa jalla wa khabaru rasulillah, na habari ya mtume. Wa minha, miongoni mwa hiyo pia, an yahkia alwahidu, asimlie mmoja mtu, bihadarati, mbele rasulillah, au mbele ya uwepo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, shay'an, asimlie kitu, wa yadda'i ilmahu, alafu adai kujua kwake mtume kile kitu mtume alikifahamu. Fala yunkiru alayhi, na mtume hakumkalipia kumkataza. Basi fayuqtau bidhalika ala sidqihi, kutakatwa shauri ya moja kwa moja juu ya ukweli wake. Wa minha, miongoni mwa hiyo habari ambayo ni musnad, an yahki ar-rajulu shay'a, asimlie mtu kitu, asimlie mtu kitu, bihadarati jamaa, wakiwepo watu wengi, yani jamaati kathira, kundi la watu wengi. Wayadda'i, na aseme adai kwamba ilmahum, kujua kwao. Fala yunkirunahu, na wakumkataza. Fayu'lam bidhalika sidquhu, basi kutajulikanwa kwa sura hiyo ukweli wake. Wa mina khabarul wahid, ndani ya hayo pia kuna habari ya mtu mmoja, alladhi, ambayo talaqathu al-umma, umempokea umma, yani umeipokea ile habari umma, bilqabuli, kwa mikono miwili, unaweza kusema hivyo kwa msamiati huo. Fayuqta'u bisidqihi, ikakatwa shauri kwa ukweli wake, kwamba ni mtu kweli huyo. Sawaun, sawa, amila alkullu bihi, hiyo habari yake imefanyiwa kazi yote, au amila bihi alba'd, au hiyo habari yake imefanyiwa kazi sehemu, wataawalahu alba'd, au imepewa ta'wili sehemu katika habari hiyo. Fahadhihi al-akhbaru, hizi habari zote, tujibu al-ilma, sehemu ya kwanza hiyo, huwajibisha ilmu, wayaqau al-ilmu biha, na hufidisha ilmu kupitia habari hiyo, istidlalan, kwa kutolea dalili. Kwa hiyo hapo ndio mwanzo aliposema kwamba wa amma al-musnad fadarbani, ama musnad ziko aina mbili, ahadi ambazo katika habari al-ahad. Kwanza alianza kugawa, kuna musnadun na mursal. Akatuambia mursal mlango wake unakuja, akatueleza wa amma al-musnad fadarbani, ziko mbili, aina mbili. Ahaduhuma, moja katika hizo mbili ambao ndio tumeshayosoma, amesema yujibu ilma, yenyewe inawajibisha elimu. Sasa inakuja aina ya pili sasa, wathani, na ya pili, yujibu ilma, huwajibisha elimu, yujibu al-amala, huwajibisha kufanyia kazi, wala yujibu al-ilma, lakini haiwajibishi elimu.
sura hizo mbili. Kwa hiyo ni vitu vya kuzingatia ili usichanganye. Wadhalika, na hilo, mithlu al-akhbari al-marwiya, ni habari zilizopokelewa fi sunani wasihahi, katika sunna mbalimbali na sahihi mbalimbali, wama ashbaha, na yale yaliyofanana na hayo. Waqala ba'dhu ahlul ilmi, wamesema baadhi ya watu wa ilmu kwamba, waqala ba'dhu ahlul ilmi, wamesema baadhi ya watu wa elimu, taqtadhi al-ilm, inahukumia elimu bwana. Hapa wamesema wala yujibu ilma, wengine wamesema hapana, taqtadhi al-ilm, inawajibisha elimu. Waqala ba'dhu al-muhaddithina, wakasema baadhi ya wataalamu wa mambo ya hadithi, ma ala isnaduhu, ile ambayo iliyo juu isnadi yake, au jabal ilma, tayari inawajibisha elimu. Waqala an-Nadham, wamesema pote la an-Nadham, huwa Ibrahim ibn Siyar ibn Hani al-Basri Abu Ishaq an-Nidham, ni katika miongoni min aimma al-Mu'tazila. Anasema yajuzu an yujaba al-ilma, inajuzu kuwajibisha ilmu, idha qaranahu sababu, itapokuwa imefungamana na sababu. Mithlu, mfano, an yara rajula, aone mtu mukharraqa thiyab, nguo zake zimetoboka toboka, zimechanika chanika, fayukhbiru, alafu aelezee bimauti qaribi lahu, kifo cha mtu wake wa karibu. Waqala al-Qashani wa Ibn Daud la yujibu al-ilma, asema haiwajibishi elimu. Wa hadha huwa madhhabu ar-Rafidha, na haya ni madhhabu ya Mashia. Thumma ikhtalafa haulai, kisha wametofautiana makundi haya. Faminhum, miongoni mwao, man qala, yupo aliosema, al-aqlu yamna'u al-amala bihi, akili inazuia kufanyia kazi. Wa minhum man qala, miongoni mwao alisema, al-aqlu la yamna'u, akili haizuii, illa, isipokuwa, anna shar'a, sheria, lam yardi bihi, haikuja na jambo hilo. Fadalilu ala annahu la yujibu al-ilma, na dalili ya kwamba haiwajibishi elimu, annahu, ni kwamba, lau kana yujibu al-ilma, lau ingelikuwa inawajibisha elimu, la waqa'a al-ilmu bi khabari, ingelitokea au ingelifidisha elimu kwa habari, kulli mukhbirin, kila mtoaji habari, mimman yadda'i nubuwa, au yule kutoka yule ambaye anaudai utume, au malan ala ghairihi, au mali kwa mtu mwingine. Ndio maana huwa kuna ushahidi, unadai mali kwa mtu mwingine, toa ushahidi. Lamma lam yaqa al-ilmu bidhalik, pindi haikutokea ilmu ya kukata kwa hilo, dalla ala annahu la yujibu al-ilma, imejulisha kwamba haiwajibishi elimu. Wa amma dalilu ala anna al-aqla, ama dalili juu ya kwamba akili, la yamna'u min ta'abbudi bihi, haizuii kufanyia ibada kwayo, huwa annahu, nao ni kwamba, idha jaza ta'abbudu bi khabari al-mufti, annahu, ni kwamba, idha jaza, pindi itakapojuzu, ta'abbudu, kufanyia ibada, bi khabari al-mufti, wa habari ya aliyotoa fatwa, wa shahada, na ushahidi, shahidi wa mtoa shahada, wa mtoa ushahidi, wa shahadati shahid, na ushahidi wa mtoa ushahidi, walam yumna'i al-aqlu minhu,
na haikuzuiliwa akili kutana na hilo, jaza bi khabari al-mukhbiri, itajuzu habari ya mtu wa habari. Hapa wameleta kila mtu hoja yake hapa. Wadalilu ala wujubi al-amali bihi, na dalili juu ya wajibu wa kufanyia kazi, min jihati shari, upande wa sheria, anna sahabata, ni kwamba sahaba radhiallahu anhu, rajaat ilayhi, walirejea katika hilo, fil ahkami, katika hukum. Faraja Umaru ila hadithi Hamali ibn Malik fi diyati janin, katika faini ya mimba. Waqala, akasema, lau lam nasma hadha, lau ingelikuwa hatukusikia hivi, la qadhaina bighairihi, tungehukumu kwa namna nyingine, lakini tunahukumu jinsi tulivyosikia. Hichi ni kisa cha wanawake wawili waliopigana, mmoja akampiga mwingine, akawa mmoja alikuwa na mimba wakati wanapigana, basi ikawa ni sababu ya kuua ule mtoto aliotumboni pale, kama alimpiga sehemu mbaya, katika sura kama hiyo. Waraja Uthmanu fi sukna, na Saidna Uthman alirejea katika makazi, ila hadithi Furai'a binti Malik. Wa kana Ali ibn Abi Talib yarju ila akhbar ahad, alikuwa akirejea katika habari ahadi. Wa yastadhhiru, na alikuwa akitaka ukweli au haki, fiha, ndani yake, bil yamini, wa viapo. Waqala, akasema kabisa, idha haddathani ahadun, ataponisimulia yoyote, an rasulillah, jambo kutoka kwa mtume, halaftuhu, kwanza namwapisha. Fa idha halafa li saddaqtuhu, ataponiapia mimi ndio nitamsadikisha. Illa Aba Bakr, isipokuwa Abu Bakar. Wa hadathani Abu Bakar wa sadaqa Abu Bakar, isipokuwa Abu Bakar tu. Kimsimlia Abu Bakar, yeye ni mkweli, ndio ile tulioisoma kule mwanzo, injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Waraja Abdullah ibn Amra ila khabari Rafi ibn Khadij fi al-mukhabara, na alirejea Abdullah ibn Umara ila khabari Rafi, kwa khabari ya Rafi ibn Khadij fi al-mukhabara, mambo ya mazao hapa shambani, ambayo unalima, unapewa sehemu katika mazao ya lile shamba. Tulisoma katika fiqhul muyassar mambo. Warajaat sahabatu ila hadithi Aisha, kama sahaba walirejea katika hadithi ya Aisha, fi ittiqai alkhitanaini, katika kukutana tupu mbili. Fadalla ala wujubi al-amali bihi, kajulisha juu ya wajibu wa kufanyia kazi hadithi hiyo. Faslun, kipambanuzi. Wala farqa baina an yarwihi wahidun, hakuna tofauti baina kupokea mtu mmoja, wa baina an yarwihi ithnan, wakati ya kupokea watu wawili. Waqala Abu Ali al-Jubbai, amesema Abu Ali al-Jubbai,
la yuqbalu hatta yarwihi ithnani an ithnaini, haikubaliwi na haipokelewi mpaka ipokelewa kwa wawili kutoka kwa wawili, kama tulivyosema khabaru ahad. Wa hadha khata, na hili ni kosa, liannahu ikhbaru an hukmin shar'i, kwani utoaji habari kuhusiana na hukumu ya kisheria. Fajaza qabuluhu, inajuzu kupokelewa kwake, min wahidin, kutoka kwa mmoja, kalfutia, kama vile fatwa. Fatwa inatolewa na mtu mmoja na tunaipokea. Faslun, wajibu alamalu bikhabari alwahid, inajuzu kufanya kazi habari ya mtu mmoja, fima, katika kile ambacho taumu bihi albalwa, inakusanya mambo mengi, wa fima la taumu, na katika ile ambayo haipokei kwa ikusanyi mambo mengi. Albalwa kwa maana yani hukumu mbalimbali ya utata mbalimbali inakusanya. Waqala ashabu Abu Hanifa, la yajuzu alamalu bihi, haijuzu kufanyia kazi, fima taumu bihi albalwa, katika hadithi ambayo imekusanya mambo mengi ambayo yanahitaji ufafanuzi, yani mambo ya mabalaa tunasema, ni kwa maana kwamba mambo mengi yanahitaji fatwa. Wa dalilu ala fasadi dhalika, na dalili juu ya kuonesha ubovu wa hilo, annahu, ni kwamba hukumun shar'iyyun, hukumu ya kisheria, yusawwaghu fihi, kumetolewa nafasi ndani yake, alijtihadu, ya kufanya ijtihada. Fajaza ithbatuhu bi khabari alwahidi, inafaa kuithibitisha kupitia habari ya mtu mmoja, qiyasan, kwa kupimia, ala ma la taumu bihi albalwa, katika ile ambayo inakusanya ndani yake mambo mengi, wanasema mabalaa, yani mambo mengi yanayohitaji fatwa, yani vitu vizito vizito vile katika mambo ya sheria imegusa vitu vikubwa vikubwa. Faslun, wa yuqbalu, na inapokelewa, wa in khalafa alqiyas wa yuqaddamu alayhi, ikienda kinyume na qiyas na kutangulizwa. Waqala ashabu Malik, idha khalafa alqiyas lam yuqbal, ikiwa imeenda kinyume na qiyas haipokelewi. Waqala ashabu Abi Hanifa, idha khalafa alqiyas alusul, itapoenda kinyume qiyas na ile misingi, lam yuqbal, haikubaliwi. Wadhakaru dhalika fi khabari, wakalielezea hilo katika habari. Taflis, ya mtu aliofilisika, walqur'a, na masala ya kupiga kura, walmusarra, na kama masala ya kufunga chuchu mbuzi. Wadalilu ala ashabi Malik anna alkhabara, na dalili juu ya wanafunzi wa Malik kwamba habari yadullu ala qasdi sahibi sharia, yajulisha juu ya kusudio la mwenye sheria, bisharhihi, kwa uwazi wake, walqiyasu ala qasdihi biistidlali, na qiyasi juu ya kusudio lake juu ya kutolea dalili, wasarihu aqwa, na uwazi una nguvu zaidi. Fawajaba an yakuna bitaqdimi aula, imewajibisha kuwa katika kutanguliza ni bora zaidi. Wa ama ashabu Abu Hanifa, ama wanafunzi wa Abu Hanifa, fa innahu, hakika wao, in aradu bil usuli alqiyas, ikiwa nakusudia misingi katika qiyas, ala ma thabata bil usul, ni yale yanathibiti kwa misingi, fa huwa alladhi qalahu ashabu Malik, ndio hayo waliosema ashabu Malik. Wa qad dallalna ala fasadihi, wa in aradu nafsa al-usul, wakikusudia ile nafsi ya usul, misingi yenyewe, alati hiya kitabu wa sunna wal ijma, falaysa ma'hum, hawana pamoja nao, fil masail allati, katika masala ambayo raddu fiha, waliyajibu ndani yake, khabari wahid, kitabu wala sunna wala ijma, fasaqata ma qaluhu, yale waliyasema yatakuwa yameporomoka. Kwa hiyo in aradu nafsa al-usul, ikiwa takusudia
misingi ile ile alati hiya kitabu wa sunna wal ijma', basi falaysa ma'hum fi almasail allati raddu fiha khabara wahid, hakuna ndani yake khabar wahid ndani yake kitabun wala sunna wala ijma'. Kwa hiyo hapo hoja zao zinakuwa zimedondoka. Inshallah tutakuja kuanza babu alqawli fi almarasili inshallah taala.